tumeweza kuestablish emergency operating centers sasa hivi 20. Tuna mikoa 26. So very soon we're going to cover all 26 regions. Because that's where response starts. Response does not start at the national level. By the way, the nation does not have people. Hivi nchi huku juu central government tuna watu? Hatuna watu. Watu wanakaa kwenye mikoa, watu wako kwenye halmashauri, watu wako kwenye vijiji, watu wako kwenye mitaa, watu wako kwenye kata. Huku sisi kazi yetu ni uratibu tu na kutengeneza sera na miongozo. Kwa sasa hivi tuna emergency operating centers kwenye mikoa 20 na tumejipanga kukava mikoa yote. And very soon tumehamia Mtumba. Tutawakaribisha, nafikiri next year tunafungua mapema next year. Yeah, early next year we are going to launch our national emergency operating center at the Ministry of Health situated at Mtumba, where the new government city is. Kwa hiyo tutawaalika kuona. Actually, I would call it a state of the art. You come and see it. Unaona? Hizo zote ni hatua ambazo kama nchi tunapiga kwenda mbele. Lakini niseme tu kwamba uzoefu tuliopata kwenye mlipuko wa Marburg, kwenye mlipuko wa Mpox na milipuko mingine ulitufundisha kwamba kwenye rapid response team zetu lazima tuwe na kada nyingine ambazo zamani they did not seem to be as important as a doctor, as a nurse, as whoever. Lakini sasa hivi tunao social welfare officers, tunao psychologists, unaona, kwa ajili ya psychosocial support. Panapotokea mlipuko wa magonjwa, sawa, mmeshatutibu tumeenda nyumbani, lakini we also succumb other psychological issues. Mtu amefiwa. Wale ambao mlikuwepo kwenye ile ajali ambayo ilitokea pale Morogoro, lile lori la mafuta lilivyolipuka, vijana wetu aidha kwa kukosa elimu au kwa kutozingatia wakaenda kukimbizana kwenda kuchukua nini? Mafuta. Wakaungua. Imagine wale watu wote walioungua pale. Mimi nilikuwepo. Idadi yote ile ya watu walioungua almost 90. Unaona? Wale ni watoto wa watu, wengine walikuwa wameoa, wengine wameolewa na vitu vingine kama hivyo. Sasa anapoondoka mtu kama yule, the trauma after, the psychological trauma, nani anatibu hili? Utamwambiaje hospitali? Unaona? Kwa hiyo ndio hapo wenzetu psychosocial support inakuja post traumatic. Kwa sasa hivi na wao pia wamekuwa ni sehemu ya nini? Ya timu. Ndio maana mmesikia hapa kuna mwenzetu ametoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii yuko hapa. Kwa sababu hiyo, kwa sababu tunaposema huduma za dharura ni comprehensive. Zote lazima uweze kuziaddress. Lakini pia hatua nyingine kubwa ambayo tumeipiga sasa hivi ni pamoja na swala zima la kuwa na wataalamu ambao wamefundishwa sasa hivi. Tumepata uzoefu wa kutosha. Tumeshakabiliana na majanga kadhaa. And I'm very proud kusema kwamba this time around, mara ya kwanza ilipotokea mlipuko wa Marburg Kagera, tulichukua miezi miwili kuweza kukabiliana nao. Actually it was almost 2 months plus. Lakini this time around, mlipuko ulipotokea, we took almost how many days? 52. Almost 50 days. Tumepunguza idadi ya siku mpaka kwa tumeshamaliza mlipuko. Na hiyo inajumlisha mpaka siku ambazo lazima usubiri ili uweze kuwa declared by WHO kwamba umemaliza ugonjwa, ni almost 42 days. Kwa hiyo utaona hata watumishi wetu wameanza kupata uzoefu wa namna ya kukabiliana na nini? Na haya magonjwa ya milipuko. Lakini utaona pia sasa hivi wale watumishi wetu ambao wataalamu wako kwenye afya mipakani wanafanya kazi yao kubwa sana kwa maana ya kuscreen nani anaingia, nani anatoka, lakini kushirikiana pia na wenzetu wa nchi jirani.